ujuzi na ndio ambao tungekuwa walinzi wa kulinda hizi kingo za mito. Shughuli zinavyoendelea, shughuli za kibinadamu hivi sasa, mito, kingo za mito zinaharibiwa. Mto Kilombero, the way shughuli za kibinadamu zinavyozidi kuendelea, baadaye ule mto kina cha maji kitakuja kitapungua. Tunajua hii mito yetu, shughuli za kibinadamu zinavyoendelea. Lakini kama serikali ingeamua kufanya uwekezaji mkubwa wa kuweka skimu ya kisasa ya umwagiliaji, hii mito yote ingeheshimiwa. Serikali ingechukua mapato yake kwa kila mwenye shamba. Kisha huyu mwananchi angehakikisha analinda ile mita 60 au mita 30 kutoka kwenye mto, kwa sababu skimu ya kisasa imeshajengwa, kila kitu kingeenda vizuri na hakuna mtu yoyote ambaye angekuwa mkaidi umeona wa kwenda kulima sehemu tofauti, wakati skimu ile ya kisasa ya umwagiliaji tayari imeshatengenezwa. Kila mmoja angeheshimu kile ambacho kimetengenezwa na kutunza, umeona, ili mradi aweze kupata manufaa kutokana na sehemu sahihi ambayo anahusika nayo. Mto Kilombero unategemewa katika bwawa la Mwalimu Nyerere zaidi ya 60%. Sisi wananchi tunaoishi katika wilaya hii ya Kilombero, iwapo kama tungetengenezewa skimu hii ya kisasa ya umwagiliaji, tungeweza kuwa ndio walinzi wakubwa au watunzaji wakubwa wa lile bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini hilo swala linakuwa ni gumu kwa sababu serikali bado haijaangalia, na the way ambacho kinaendelea ni kutoa watu kuwapeleka katika maeneo mengine tofauti, kitu ambacho si busara sana, kwa sababu watu walishajiwekeza, watu walishajenga, mashule yalishajengwa, lakini kinachokuwa kinaendelea ni kitu kingine tofauti kabisa. Kwa hiyo serikali ingejaribu kuangalia ni kwa namna gani wanaweza kufanya ili mradi kuhakikisha huyu mwananchi ambaye ndiye anakufanya wewe unapata posho na maisha mengine yanakuwa yanaendelea, ukamwangalia huyu mwananchi aliyoko chini, kwa sababu huyu mwananchi aliyoko chini anategemea zaidi kilimo.